Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Hofu imetanda kwa wakazi wa kata ya Chanji, manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa, kufuatia kuibuka kwa kundi la watu wasiojulikana wanaojitambulisha kuwa ni askari polisi, wakitishia watu huku wakiwa na pingu. Baadhi ya wananchi waliozungumza na Kurasa wameeleza namna matukio hayo yanavyosababisha hofu kwa wakazi wa maeneo hayo, hali inayosababishia hofu ya usalama wao. Walikuja vijana hawa wawili kwenye baa ya Mama Derek. Walipoingia wakanusa zile pombe. Akasema ngoja nimuite mwenyekiti ili mje mnisachi vizuri. Wale watu walikimbia, maana walizitoa pingu wakijifanya ni maaskari. Aliyakuwa mpaka sasa mimi hapa Chanji naishi kwa wasiwasi. Yani unakuta usiku, yani mtu naenda nyumbani hata saa 2 saa 3 unakabwa. Bado mapema. Amani hatuna. Tuna amani pungufu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Sumbawanga ameahidi kuchukua hatua za haraka dhidi ya watu hao wanaojihusisha na vitendo hivyo vya kihalifu. Mmesikia kuna watu wanaishi na pingu hapa. Na hapa nchini kumekuwa na mambo ya kipuuzi yanaendelea kwa sasa. Watu wanakamatana huko, wanatekana, inasingiziwa serikali. Lakini leo tumepata mwananchi ametueleza hapa, wamekuja watu na anawafahamu kwa sura, si askari. Hawafahamu kwa majina, lakini wanamiliki pingu. Sasa tuingie kazini tuwatafuta hao ni kina nani wanaomiliki pingu, kwa sababu pingu ni silaha. Nani aliwapa hizo pingu? Walizinunua wapi? Na tuendelee na Kurasa. Tofauti na walivyozoeleka katika shughuli zao za kibiashara za usafirishaji, madereva bajaji wamejikusanya na kutoa msaada kwa wasiojiweza kupitia kikundi chao walichokiunda. Madereva hao wametoa fedha zao za hesabu wanazozikusanya na kutoa msaada huo kwa wahitaji, na sio tu kila siku kujinufaisha wao wenyewe. Kwamba sisi wenyewe katika familia zetu tumetoka kwenye mazingira hayo. Sio kwamba kila mtu amekaa 100% kwamba kalelewa na wazazi wake mpaka kufikia hatua hii. Kwa hiyo na zile fadhila ambazo tulifanywa sisi, basi tunaunga mkono na wenzetu wengine ambao walikuwa wamepatwa na changamoto hizo za kukosa wazazi ama pia walemavu, ili mradi kutoa asante yetu kwa makundi ambayo yana uhitaji. Mkuu wa shule ya msingi Msewa, ambayo imekuwa ikiwalea watoto wenye mahitaji maalum kama vile usonji na mengineyo, amewataka wadau wengine kujitokeza kutoa msaada kwa watu wenye uhitaji. Tunafurahi kwamba siku ya leo tumepata wageni wetu, wadau wetu wameweza kutupa vifaa mbalimbali kwa ajili ya watoto wetu. Tunawashukuru sana. Vifaa hivi vitatusaidia sana na vitawasaidia watoto hawa kupenda shule na kuendelea kuwepo shuleni siku zote. Mimi niseme kwamba hiki nilichokileta si kidogo kama nilivyokisema nyinyi wenyewe, bali ni kikubwa sana kwa hao watoto wetu, kwa sababu hao watoto wanahitaji malezi ya pamoja, wanahitaji malezi ya jumuiya, wanahitaji malezi ya kulelewa, yani kuweka katika hali ya usawa. Kwa hiyo ina maana katika tunachokiweka ambacho ni ulinzi wetu sisi kwenye mfuko, basi kuna asilimia tunaziweka kwa ajili ya wenzetu wale ambao wanapitia mazingira hayo. Ukizungumzia sadaka na uwanda mpana sana kwa upande wa dini ya Kikristo, kwa upande wa dini ya Kiislamu. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Wafanyabiashara wa soko kuu mkoani Lindi wametakiwa kuhama kupisha ukarabati wa soko hilo lililokuwa katika hali mbaya kwa muda mrefu. Taarifa hizo zilikuwa kama fununu, lakini sasa imekuwa rasmi, ambapo mradi huo utakuwa ni kati ya miradi itakayogharimu takriban bilioni 19 mkoani humo. Soko letu ni soko la kizamani. Miundombinu yake imekufa. Hali ambayo ilikuwa inatupelekea kuto kuishi kwa amani kupitia wakati wa mvua za masika, ilikuwa linajaa maji na tope. Lakini hali kadhalika miundombinu yote ikiwemo bati, kuta zote za zamani. Kwa hili tumelipokea kwa maana tuboreshe soko zuri ili tuishi kwa amani zaidi, tufanye biashara zetu vizuri. Sababu kuja kuangalia soko letu, yani maji haya yanakuta yanadondokea humu ndani. Kwa unajikuta panajaa humu, watu tunapata shida, tunapanda maji huko, tunahangaika. Vizimba vibovu, umeme unakuwa shida. Umenielewa? Yani vitu vyote mkusanyiko mkusanyiko tu wa vitu vyote
ilikuwa shida. Kwa sababu walivyoahidi wenyewe kwamba tujengea soko la kisasa, maana sisi ni matarajio yetu kama tulipokea soko la kisasa. Kwa sababu hivi vitu vinafanyika katika mikoa mingine na tunaona wenzetu wanapojenga masoko ya kisasa. Kwa hiyo rai kwa uongozi wa mkoa pamoja na serikali, kwa kifupi tufanyie mfano kama walivyofanya katika masoko mengine. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nani? Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.